mlango wa 3 mstari wa 5 mpaka ule wa 12. Waraka wa Yakobo, Biblia yako huko mwisho karibu na mwisho kwenye nyaraka. Waraka wa Yakobo mlango wa 3. Waraka wa Yakobo mlango wa 3 mstari wa 5 mpaka ule wa 12. Nami nasoma katika jina la Bwana. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwashwa moto wa jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo twamuhimidi Bwana, twamuhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni, au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika haiwezekani kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Amen. Naomba tuketi katika utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wala hata hatutoshi. Hebu mwambie jirani yako hata utoshi. Mbona tuko wengi sana? Umwambie kwa sababu gani pale? Usipomwambia basi umekaa na adui yako, unamwogopa. Mwambie hata hatutoshi. Kwa nini unajua utoshi? Sasa mtu anasema utoshi, anaangalia huku, ananiangalia mimi. Naomba umwangalie jirani, hakuna asiye na jirani hapa. Mwambie kabisa hatutoshi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hivi kama Mungu ametupa kibali, tumekuja nyumbani mwake, umekuja na yale ya jana na masaa 3 yaliyopita hapa nyuma, umekuja naye. Sasa una wasiwasi hata kuitikia. Shetani ajua hapa wapo watu wanaomtukuza Mungu, tunashinda. Bwana asifiwe. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tukifika hapa ni furaha tu. Kumuulize jirani yako, unafurahi? Yaani futa kumbukumbu zote na mambo yote, futa kwa jina la Yesu. Halafu muulize tena, mwangalie usoni. Sio naniangalia mimi, mimi niko mbali. Wewe na jirani, mimi jirani yangu mwingi hapa. Muulize jirani yako, unafurahi? Mwingi unafurahi? Hata asipokujibu wewe mwache akae na mambo yake. Bwana asifiwe. Kama Mungu amekupa neema, umeingia hemani mwake, futa kila kitu, anza maisha mapya. Hapa tumeimba, watu wamechemka mpaka jasho, watu wamerukaruka. Na leo nikwambie sasa, tumekuja kumsemesha adui yetu. Unajua adui yetu ni nani? Ni nani? Mbona hayaeleweki hayo maneno jamani, kwa lugha? Sasa ni nani? Watu wanaongea kilugha cha kwao. Tumekuja kumsemesha adui yetu. Sasa nikwambia adui yetu ni ulimi wetu wenyewe. Bwana asifiwe. Unamwonea shetani kila kitu. Shetani sasa nikwambie, alishakumilikisha. Adui yako mkubwa ni ulimi wako mwenyewe. Sio tukajitoa vitu tukaweka pembeni tukatembea. Hakuna kitu ambacho shetani ameshika na kutia muhuri
kama ulimi wa wateule, watu wanaotaka kwenda mbinguni. Huo ndio ameshika, na ndio maana tukija hapa tuna magauni marefu, tuna suti, tuna Biblia, tunaimba, jasho linatutoka, tunatendereza, unaelewa lakini ulimi umekamatwa. Ukimaliza hapo unaanza kupiga usingizi na mambo mengine, na ibada ikiendelea unasema naiishe, muda wangu unaishi. Bwana asifiwe. Kwa sababu haujajua, pengine umetumikishwa kwa miaka yote, lakini unatembea ukijaa barabara nzima unahisi unatosha. Sasa ndio nakwambia hautoshi kama hujatubu na kutengeneza. Hautoshi. Hiyo unanyamaza kimya, lakini nikwambie tena utoshi kama hujatubu na kutengeneza, utoshi. Sasa jiambie tu sitoshi. Sauti zimeshuka kabisa. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya 12 baada ya Utatu, na niwakumbushe wale wapenzi wanaopenda kufuatilia vizuri kalenda yetu na vichwa vyake, yaani mafundisho yake, kwamba tumekuwa na takribani majuma 3 hata zaidi ambayo yana ujumbe unaolenga maisha yetu moja kwa moja. Wale wanafunzi wa kipaimara tukiwafundisha kule, tukianza wale wakianza tu tunaanzaga kujifunza zile amri 10 za Mungu. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunawaambia kwamba amri 10 za Mungu zimegawanyika katika sehemu kuu 2. Sehemu ya kwanza inamzungumzia Mungu tu, na sehemu ya pili inamzungumzia mwanadamu. Bwana asifiwe. Sehemu ya kwanza maana yake ni amri ya kwanza, amri ya pili kwa wale wanaozijua vizuri. Sasa amri ya kwanza, ya pili na ya tatu, zingine zote endelea hapo, utakuta zinakuambia wewe. Wana wa Israeli wanafundishwa namna ya kutembea na cha kufanya ili wafike katika ile nchi ya ahadi. Hata hivi vichwa vya kalenda kuna vinavyozungumza habari ya Mungu peke yake na kuna vinavyolenga maisha yetu ya kila siku. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuna vichwa kama 3 au 4 ambavyo vimesema sana hapa juu ya maisha yetu, na tujue tunakaribia huko kwenye majilio. Kichwa cha kwanza kabisa kule mwanzoni kwa nasema mwenendo wenu na uwe mzuri. Sio utembee kwa staili ya kueleweka, mwenendo wenu wa kiroho na uwe mzuri. Alafu ikaja kichwa kilichosema haki huleta amani na ustawi. Haki tutakayosimama nayo, tutakapotenda haki mbele za Mungu, kwetu kunatokea ustawi. Lakini kikaja kichwa cha Jumapili iliyopita kilichosema Mungu anawainua wanyenyekevu. Tumepewa nafasi sasa, tumejulishwa Mungu anawainua watu wa namna gani. Biblia inasema huwainua wanyenyekevu. Lakini leo tumepewa kichwa kinachosema tutumie ndimi zetu vizuri kwa utukufu wa Mungu. Sio miguu, sio mikono, sio akili, ndimi. Bwana asifiwe. Mbona mmetulia mmepooza? Bwana asifiwe. Ndio nikwambie sasa tunaongea habari za mshtaki wetu, adui yetu mkubwa. Kwa hiyo ukiangalia mafundisho hayo yote kwenye hivyo vichwa vyote na vingine vitakavyokuja baadaye, vinaelekeza maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi ili tuzae matunda ambayo ndio kusudi la Mungu. Mimi nikwambia hakuna mtu anayeishi bure bure. Ambaye hatakiwi kuwepo hayupo. Amen. Yaani ndivyo ilivyo, hata usipoelewa hapo. Yaani ambaye muda wake umeisha hayupo. Lakini ambaye yupo, hakuna anayeishi bure bure. Na usifikiri Mungu kakuacha amekusahau, wala hajakusahau. Hata kama unafanya mambo yako unayojua na unaona kufanikiwa, lakini Mungu hajakusahau. Kila anayeishi, kila nafsi inayoishi imebeba kusudi la Mungu na lazima litimie. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usiishi tu kwa vile unaishi. Usimshukuru Mungu tu kwa sababu umeishi, upo, lakini kuna kitu unadaiwa. Bwana asifiwe. Hapo hatuwezi kuitika sana, maana madeni ni makubwa na kuyalipa ni kazi. Na ndio maana tutatulia, kila mtu ajitafute na deni lake anabebea bega gani. Sasa tunaishi kwa sababu Mungu analo kusudi na anataka tulitimize hilo kusudi. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema tena, tukizungumzia ulimi tunazungumzia eneo muhimu, eneo kubwa, eneo linalokubeba na kukuwakilisha kokote. Ukisoma katika waraka wa Yakobo ule mlango wa 3 huo wote uliosoma, ile mistari ya kwanza kabisa, mstari wa kwanza na wa pili, anasema hivi: ndugu zangu, msio walimu wengi
mkijua ya kuwa tutapata hukumu kubwa zaidi. Msiwe walimu wengi. Walimu wengi tutafsiri, msiwe wajuaji wengi, yaani msiwe wajuaji kupita kiasi, na ujue kwa ujuaji wako hukumu yako itaongezeka. Bwana apewe sifa. Afu ile mstari wa pili akasema, maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, mtu huyo ni mkamilifu. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, anayeweza kufunga ulimi wake kwa hatamu. Sio kufunga miguu, sio kufunga mikono, ni ulimi, kwa sababu ulimi ndio unaotukwaa katika mambo mengi. Bwana apewe sifa. Wakati mwingine asubuhi nikawa naambia hivi, mara nyingi sana sisi huwa tuna uwezo wa yaani unaweza ukamwangalia mtu hivi ukamtathmini na ukafikiri ni mtu wa aina fulani kwa macho, kutokana labda na muonekano wake, alivyovaa, anavyotembea na mambo mengine kama haya. Lakini sio kweli. Unataka kumtathmini mtu vizuri, mpe nafasi aongee. Wakati mwingine tunaweza tukamwona mtu kaingia kanisani kavaa kiajabu sana, tukataharuki, tukapata shida, na wengine wakakosa maana katika ibada ile. Ni kweli, lakini watu wasioweza kunyamaza wakaanza kutoa maneno wanayojua wao, wakafikiri ule nilikosa sana. Lakini niwaambie kitu, yaani wakati mwingine we msemaji una shida kubwa hata kuliko huyo unayemfikiria, unayemtazama hivi. Bwana asifiwe. Mtu mpe nafasi aongee, utamjua tu kimo chake ni kipi. Wao wanasema hivi, kuongea sana sio dhambi na kunyamaza kimya sio utakatifu. Yaani ukiwa mwongeaji maneno mengi sio dhambi, na ukinyamaza kimya pia sio utakatifu. Kwa nini? Inategemea unaongeaga nini. Huyo anasema, ndugu zangu, angalieni msiwe walimu wengi, msiwe wajuaji wengi, kwa sababu pia mtahukumiwa kutokana na maneno yenu mengi. Lakini hata kunyamaza, kuna watu wanaosema sisemi chochote. Usemi chochote wapi? Kwenye nini? Katika lipi? Kwenye mazingira gani na wakati gani? Unanyamaza kimya hata kama wanaangamia na majibu unayo, na Mungu anakusemesha juu ya hilo jambo, lakini usemi, na kusema kwako pengine unazunguka unaenda kusemea pasipo. Bwana apewe sifa. Lakini Mathayo mlango ule wa 12 mstari ule wa 36 na 37 unasema hivi, basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Bwana apewe sifa. Hakunaga cha bure bure. Wewe ukijua kusema kabisa vizuri, na tunasemaga huyu anasema mpe fulani aseme, ana nini tunasema, ana ushawishi. Akisema fulani ana ushawishi, watu watamsikia, na ni kweli akisimama kusema watu wanasikiliza. Lakini mimi nataka nikwambie, ushawishi kiBiblia tunasema ni kibali. Bwana asifiwe. Mtu ana kibali, akisema mazuri watu watamsikia, akisema mabaya wanamsikia. Kwani hatuoni watu wakisimama wakisema mambo mabaya kabisa na dunia inawageukia? Si tunawaona? Hata wewe unageukia huko. Wale wasiojua upepo unakwenda wapi, kokote unakoelekea watakwenda. Kwa hiyo kusema sana nako kuna gharama yake. Kadri utakavyosema utahukumiwa kwa maneno yako. Asubuhi mimi nikawa nakumbusha, kuna watu wako magerezani, familia zao zimesambaratika na zingine zimeangamia kabisa, lakini mtu yuko kule gerezani miaka na miaka kwa sababu ya neno la kinywa cha mtu mmoja tu aliyesemaga uongo, na ikampasa kuwepo kule mpaka aangamie. Kuna watu wamefukuzwa kazi, kuna watu wako kaburini. Mimi siku moja niliwahi kusikiliza, kulikuwa na maombi tena ya mtumishi mmoja, hawa mitume hawa, yupo lakini sasa hivi hayupo hapa Tanzania. Akawa anaomba, aliomba zaidi ya masaa 4. Akawa anatubu, anasema mimi yale maneno siasa, anasema kuna yamkini Mungu, kuna watu wako kaburini kwa sababu ya kinywa changu.
Na mimi nataka nikwambie mshariki, kuna watu wamelala kaburini ni mafungu kwa sababu ya maneno ya wengine, yaani kwa sababu ya neno la ushahidi wa uongo uliosimama nao ukautoa ikamgharimu yule mtu, au maneno uliyosema yakagharimu maisha ya mtu. Lakini wakati huo sisi tumeshika Biblia, tunatangaza, tunaimba, tunarukaruka kwa ushindi. Tafakari moyo wako, angalia ulimi wako, huwa unasemaga nini? Bwana asifiwe. Umesema wengine wamekosa kazi, umesema ndoa zingine zimesambaratika, watu wamesema. Na nataka nikwambie, ukifanya tathmini ya watu wanaoharibu maisha ya watu, unaweza kukuta ni wale wanaolitaja jina la Kristo. Kwa sababu gani? Shetani mahali aliposhikilia ni kwenye ndimi za watu wanaomcha Mungu, ili awapitishe kona. Bwana asifiwe. Ili awapeleke kona, wasiseme kile kinachostahili, waseme kinyume na Mungu. Kwa sababu mtu anayetumia ulimi wake vibaya ndiye mpinga Kristo mwenyewe. Bwana apewe sifa. Sasa unaweza ukawa unapita mstari wa mbele, lakini ni mpinga Kristo 100%. Kuna vikundi vinashindwa hata kwenda mbele kwa sababu ya vinywa vya watu, ndimi za watu zinazotumika vibaya. Kuna kanisa wakati mwingine linasota kwa sababu tu ya ndimi za watu. Kuna watu hata kwenye jumuiya zao tumekuwa na malumbano wakati mwingine yanasikika, hakuna jambo linalojificha. Hata ukiongelea ndani, zamani wanasema hadithi, mtu alikuwa na maneno mengi ya uongo, anatamani, aliambiwa usiseme, lakini akashindwa kuvumilia, akaenda akachimba shimo akasemea huko. Pale pakaota mtu kawa anasema yale maneno yote. Sasa kuna watu ambao hawawezi kunyamaza hata kwenye jumuiya, yaani hata ukisema huko yatakuja tu. Watu wanasema, wana uchungu kwa sababu ya sadaka zao. Sasa mimi nikwambie, hivi unapotoaga sadaka ni yako, ni ya Mungu? Bwana asifiwe. Tumeondoka. Yaani mtu yeyote atakayemfifisha mtu anayemtolea Mungu sadaka kwa namna yoyote, hata kama ameona kuna uharibifu akashindwa kufanya yampasayo. Maana ya kupasaa ni kwenda magotini na kuomba Mungu atende haki, sio wewe ukatende haki kwa kusema na kuwashawishi watu washindwe kumtumikia Mungu. Mimi nikwambie pole unayesemaga maneno makuu, iwe ni kwenye jumuiya, iwe ni kanisani, mahali popote unawafundisha watu namna ya kumtolea Mungu, kwa sababu hizo sadaka pengine haziendi kwa haki. Nikupe pole, kazi ya Mungu haizuiliwagi. Bwana asifiwe. Yaani nikwambie tena, mwambie jirani yako, kazi ya Mungu haizuiliwi. Nikupe mfano rahisi tu. Mimi nimefanya kazi ya Mungu sharika nyingi tu. Nilianzia usharika wa Kijitonyama miaka hiyo, lakini nataka nikwambie leo nikienda pale Kijitonyama hakuna hata mtu mmoja anayenifahamu. Unajua hiyo? Hakuna hata mtu mmoja sio anifahamu kwa sababu nimekuwa mzee au sijui nimekuaje. Hata mimi hakuna hata mtu mmoja pale ninayemfahamu. Mungu ana watu wengi kupita maelezo. Bwana asifiwe. Yaani wewe ukishindwa toka nje, wanaingia wapya. Umeelewa vizuri? Hata ukinyamaza kimya, yaani ukishindwa, nyanyua Biblia yako uliobeba ya ushuhuda, toka nje, wataingia wengine, watajaa, wataendelea kumsifu Mungu. Pale Kijitonyama kuna sura mpya zote tena zenye nguvu zinazotamani kumtumikia Mungu. Magomeni kuna sura mpya, siwajua hata mmoja. Tena juzi nimeenda usharika mgeni kabisa, usharika wa Vingunguti hapa. Yaani nilihesabu watu na wafahamu hata hawakufika 5. Kwa hiyo kazi ya Mungu haizuiliwi. Wewe ukisimama kusema maneno mengi ili mradi kufifisha watu wanaomtumikia Mungu, kuwasimanga kwa hila, kufifisha, kurudisha nyuma, kwenda kushoto, mimi nikupe pole, wala sina neno gumu, kwa sababu hili ni eneo baya ambalo hata watu wanakwazika, kwa sababu unagusa kwenye nafsi zao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usije ukasimama kama kiambaza kusema chochote. Tukisoma wapi? Kuna mstari mmoja ule ya Yakobo tumeisoma, Mathayo tumeisoma, kwamba tusiwe, yaani kila neno tutakalolitoa tutatoa hesabu. Nikawa nawaambia asubuhi, niwaambie kitu cha kawaida tu, kikikwaza wewe utulie kabisa. Hivi kule vijijini, sasa hapa mjini sijui, na sijui kwa sababu hapa mjini mtu akiugua, akionekana hospitalini kama akili zake kidogo
anaongea mambo mengi, wanamchoma sindano ili alale. Si ndio jamani? Unanielewa vizuri? Sikiliza tu nikwambie, watanielewa wachache. Wanamchoma sindano ili alale, wanasema mgonjwa apumzike, anaongea havieleweki. Lakini kijijini zamani hizo na hata leo, mtu akiugua wanayemfahamu, utaona watu wanaambatana kwenda kumsalimia. Wanaangalia mambo haya, kwanza anaumwaji, lakini la pili, katika kuumwa na machungu yale anasema nini? Hivi mnajua hiyo? Anayejua hicho hapo tu hivi ni wachache sana watajua hicho kitu ninachosema. Yaani ukiwa mtu mbaya uliowafitini watu kwa namna yoyote, kwa sababu ukimfitini mtu mpaka watu wake wakaangamia ni sawa na muuaji mwingine, si ndio jamani? Umeua. Sasa unakuta mtu mfitini mwenye maneno mengi yaliyofisha watu, Biblia inasema hautaondoka mpaka uyalipe. Na ndio maana unakuta mtu akifikia ile stage ya mwisho ya machungu anaanza kusema, na ile Pashoka nimemwachaje, na ile mimi ndio nilimuondoa. Yaani watu wana maneno hayo. Mtu anaanza kusema, watu wanakuja kusikiliza huyo anamtaja nani, na wakati mwingine mtu ameenda akajikuta naye anataja nimekuachaje. Watu mpaka watamani kummalizia na shoka. Na yule mtoto anaenda kutaja, kumbe yule mtoto wako uliyelia mpaka leo nalia, yeye ndiye anajua alivyotoka. Vitu kama hivyo. Nasema hivi, tutatoa hesabu ya maneno yetu. Na nataka nikwambie, chochote ulichofanya kwa kunena kikaleta matokeo, hakikuleta, chochote ulichosema ambacho hakikuwa kusudi la Mungu, utatoa hesabu. Mwambie jirani yako utatoa hesabu. Tena kwa kalamu, unaandika kwa kalamu nyekundu, utatoa hesabu. Utasema hata ile dakika ya mwisho utasema. Lazima uondoke, tunajua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani usipoze. Ndio maana nimesema tunakuja kusema habari ya adui yetu anayetufifisha tusifike. Wewe unayewasimanga watu wa Mungu, unayesimanga wanaotaka kumtumikia Mungu, unayewafifisha kwa maneno, subiri siku ya kutoa hesabu, tutakuja kukusikiliza tu. Hata hospitali watakapotaka kukuchoma sindano unasema hata usimchome, huyo ana habari njema huyo. Atupe. Bwana asifiwe. Wakwache utuambie kila kitu ili tujipange. Pengine unaweza Mungu akakunusuru ukarudi akakupa miaka 15 tena. Kama nani? Ezekiel. Bwana asifiwe. Sasa hiyo teknolojia sasa unachoma usiseme. Na wakikuchoma usiseme, yale maneno yanakusumbua mpaka utapasuka kichwa. Yanatakiwa useme tusikie. Kwa hiyo ulimi una mambo yake, una gharama zake. Ndio maana nimesema tukizungumzia ulimi tunazungumza eneo gumu na eneo muhimu. Lakini niseme mambo ambayo ulimi unaweza kukusaidia. Tuseme hivi kwanza, ujumbe ule wa Jumapili kama ulimfuatilia vizuri, nilirudi nyuma kidogo. Ujumbe ule wa Jumapili iliyopita ndio leo tuandaa vyema kuingia siku ya leo, ambao ule ujumbe ulikuwa unasema hivi: Mungu huwainua wanyenyekevu, maana walio wanyenyekevu wa moyo ndio watakatifu. Yaani unyenyekevu ni utakatifu. Biblia inasema tuutafute sana huo utakatifu, maana tusipokuwa nao hakuna atakayeweza kumuona Mungu. Unyenyekevu ni hekima, ni ufahamu, ni maarifa. Na hekima huwa inampa mtu kutoa kile alicho nacho kwa utaratibu wa kimungu, na kwa kutoa hicho kitu ulicho nacho kwa utaratibu wa kimungu, hayo ndio yanayoitwa matumizi mazuri ya ulimi, yanayompa Mungu utukufu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunarudi hapo tukiongelea ulimi, tunaongelea maisha yetu, tunaongelea kila kitu tulicho nacho, tunaongelea tulivyo, tunaongelea maisha hasa, tena maisha ya kila siku. Na ndio nikasema ukitaka kumjua mtu msikilize aseme. Yakobo anauzungumza ulimi katika kile kitabu cha tulichosoma sasa. Yakobo anauzungumzia ulimi kama kiumbe cha ajabu kuwahi kutokea. Mimi asinga naambia hatujawahi kuona mtu bubu. Mimi binafsi labda wale, maana duniani watu kila mtu ana uelewa wake, lakini mimi kwa uelewa wangu najiuliza, hivi kuna mtu bubu ambaye anaitwaga mahakamani kwenda kutoa ushahidi?
na kama ikitokea inabidi kuwe na mlolongo mrefu, yaani kuwe na hakimu anayeelewa zile alama, kuwe na mtafsiri tena mwenye haki atakayesema kweli kile kinachotafsiriwa, sio vinginevyo hawezi kwenda hapo. Sisi ambao tumepewa kusema ndio tunaendaga kule, tunasimama tunasema uongo, tunashuhudia uongo, tunahakikisha haki imepotea. Mimi nikwambie, mtu wa Kipunguni, mpe Yesu maisha yako, achia ulimi wako uokoke. Bwana asifiwe. Usiokoke tu nguo ukaokoka miguu, mikono na kichwa chako. Okoka ulimi. Bwana asifiwe. Ukikasirika ukasirike tu, lakini ukitaka kuishi okoka ulimi wako. Uzima utakuwepo. Na ndio maana Yakobo anazungumzia ulimi kama mnyama, yaani tena anasema ni mnyama wa ajabu ambaye hajawahi kutokea. Ni kiungo cha ajabu kuliko wanyama unaowafahamu wanaotisha. Akasema viumbe vyote vimefugika, ndege wa angani, wa baharini, hata nyoka watu wanafuga, hata simba watu wanafuga. Lakini anasema ulimi haufugiki. Ulimi haufanyi nini? Haufugiki kabisa, unatisha mambo yake, maana umechangia mambo mengi. Anaufananisha na sumu, tena sumu iliyobeba mauti iangamizayo. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao ulimi watakula matunda yake. Yaani kuupenda ulimi wako na maneno yako, utakula matunda yake. Unajua kuna watu wengine yani hata kwenda kumuuliza kitu unaogopa, ana majibu yake. Ana majibu magumu. Kuna watu wengine wakati mwingine, ndio maana hata watoto tulionao sasa hivi tunasema kizazi kimeharibika, lakini wakati mwingine hata wazazi wamechangia uharibifu. Ili kama baba, mama, hata kaka na wengine tunaongea kwa lugha za matusi wakati wote. Hata ukitaka kumwelekeza mtoto kitu, mpaka umuite sijui umuite kitu gani, umsemeshe maneno magumu mpaka mwenyewe anakushangaa usoni, alafu kesho nataka akusikie. Sasa nikwambie, wakati mwingine unasema, ukishakuwa msemaji tena mwenye maneno machafu, maneno ya matusi, maneno yasiyosaidia, yasiyomkomboa mtu, hata mtoto wako anakuangalia tu. Wakati mwingine utasikia anasema maana wamama sisi ndo tunayaweza haya. Tunatukana watoto saa zingine, matusi ambayo huwezi kurudia. Mtoto anakusikiliza tu, nasema akishakaa akishikashika vizuri, kichwani anasema wewe mazao ongea tu, kimaliza uondoke, wala hata sifanyi unachokisema. Amekuzoea, anaona hata unachomwambia hakina maana kwake, kwa sababu hakileti vizuri, akisemi na watoto kwa hekima. Hivi najua katika Agano la Kale watu walikuwa wakiwabariki watoto wao, hata akimtuma safari anambariki aende akafanikiwe. Sisi hata mtoto akienda shule tunaanza, wewe mwenyewe hata si mtu biashara, tunatupa hela yangu, unaanza kumnenea, maneno yanamfuata nyuma kwamba ni hasara na kulipia hela zangu, bora hata ningekula. Unaanza kumnenea maneno, unampandikizia aende naye, na ni kweli anaenda kuwa hasara, maneno ya kinywa chako. Na ndivyo tunavyofanya, hapo tunaanza kulalamika kizazi kilichoharibika, lakini wewe ni wa kwanza unayekichangia kuharibika. Bwana asifiwe. Hebu semea watu, hata kama mtoto wako ni mgumu, hata kama mume wako ni mgumu, mke wako ni mgumu, msemee maneno ya baraka yakaishi kwake. Bwana asifiwe. Hatutakubali kwa sababu hutaki kusema maneno mazuri. Tunafikiri ukisema maneno mazuri mtu asikii. Ukisema makali yenye kuambatana na matusi na laana ndio wanasikia. Ndio nasema kinywa cha mwanadamu ni cha ajabu. Kwa hicho tunamtukuza Mungu. Sisi tumemwimbia Mungu hapa, tumerukaruka mpaka vumbi likatoka. Haya. Lakini kinywa hicho baadaye kitalaani watu wote hapa. Na Qur'ani ndio tunakotaka. Tukisema hivi, tunene mambo mazuri kwa kanisa la Mungu. Hebu nena, tabiri mambo mazuri. Tabiria watoto wako mambo mazuri, hata kama unamuona yuko tofauti. Hebu mtabirie mazuri, hayo maneno unayotabiri yaishi kwake. Tunashinda tukitabiri mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tuambie watu maneno mazuri. Halafu ukiona kitu ambacho kusema sio, lakini wakati mwingine tunasema kwa hekima. Unaangalia nini cha kusema ambacho kitawasaidia watu na nini nisiseme. Na kile ambacho utakiwa kusema huwa tunakipeleka msalabani. Tunamwambia Mungu atasema kwa njia nyingine. Bwana apewe sifa. Sio kila kitu tutasema hivi.
lakini vingine tutampelekea Mungu. Mungu mwenyewe atatafuta namna ya kusema na watu wake wapate kupona. Kwa hiyo tusipende hivyo maneno ya kinywa chetu. Mithali ule mlango wa 18:21 anasema maneno ya ulimi wetu tutapata gharama yake, yaani tutakula. Waupendao ulimi watakula matunda yake, yaani kile unachokisema lazima utoe matunda. Somo hili tulilopewa linatufundisha kwamba ulimi ukitumiwa vibaya unaleta mauti kati ya mtu na mtu na kati ya mtu na Mungu, yaani unaweza kwa kutenga moja kwa moja na Mungu. Kuna watu, mtu akiingia hapa, watu walikuwa wanaongea vizuri tu, lakini akiingia watu wananyamaza kimya. Na sio tu kunyamaza, watu wanaanza kutawanyika, mmoja baada ya mwingine anaanza kuaga, maana umekuja ni hatari. Asubuhi nikawaambia, ujue Yesu aliwauliza wale wanafunzi akawa anawaambia hivi, huko watu wananiita mimi nani? Watu wananiita nani? Wale wanafunzi wakawa wanajibu, anakuita wewe ni nabii, sio wewe ni nani? Wakawa wanajieleza pale. Lakini mimi nikwambia, hata wewe ukitokea kule watu, yani wewe binafsi, hata mimi hapa nina majina yangu, watu wanakuita. Wakikwambia unaweza ukazimia jina lako. Ukitokea tu mahali pamoja tulikuwa tumekaa, akawa anatokea mtu kule, sasa sitaki kusema hata ni wa jinsia gani, wakawa wanasema atupumui huyo. Kweli kabisa, wala sio neno la kuokota. Yaani mtu anaitwa hatupumui, unaelewa maana yake? Yaani ukija unakuja na maneno yanayowatusha mizigo, yaani wanahisi hapa tena pumzi itatuishia, wanaanza kutawanyika kuaga ili mradi waondokane hapa, hawataki hata kukuona. Bwana apewe sifa. Wewe unatambulika kama nani? Leo nasema hivi, zamani tulikuwa tunaambiwaga na mama zetu, anasema hivi, kuna watu wenye tabia, yaani mtu anapita kwenye nyumba za watu kwenye vichochoro nyuma, halafu anasikiliza wanaongea nini. Unajua hicho kitu? Yaani kuna watu wana tabia hizo tu. Yaani akisikia watu wanagombana anasogelea asikilize. Na hata akipita watu wanaongea anapunguza mwendo ili mradi asikie. Sasa mama yetu alikuwa anasema watu hao wanaishi muda mfupi duniani kwa sababu wanaenda kusikia mambo yasiyowahusu magumu. Na kwa taarifa yako, utaenda unasikiliza linasemwa linalokuhusu usilolijua, unadondoka pale pale. Si unavizia, yaani unashangaa linasemwa jambo, unatajwa na jina, unalisikia barabara, yaani unadondoka unazimia. Hujui watu wanakutathmini. Yaani nataka nikwambie, vyovyote unavyoonekana, uwe mzuri, uwe na sura mbaya, watu walishakutafsiri, wana akiba yako ya kutosha. Siku ukilikorofisha watakwambia, wanakueleza tu vizuri. Bwana apewe sifa. Nasema hivi, ulimi unaweza kabisa kuharibu maono. Hata kanisa ukiona linasuasua, kuna watu wapo, wala hatuwezi kuwajua, lakini Mungu anawajua, ambao wanakazana kuharibu maono ya kanisa. Kuna watu wanakazana kuharibu maono ya familia za watu. Kuna watu wanakazana kuharibu maono ya ndoa za watu. Wapo. Hebu punga hivi, kama unajua hicho kitu kipo, punga. Kuna watu wanafanya hivi, wanaharibu maono ya watu. Ulimi unasema hivi, niseme ulimi unamfunua mtu kama ana haki au la. Yaani ulimi unakuweka wazi. Na ndio maana nikasema ukitaka kumjua mtu mwache aongee, utamuelewa alivyo. Hekima inamfanya mtu atafakari anayotaka kusema, kama yataleta manufaa mbele za Mungu na watu au la. Lazima ukiwa na hekima, kabla hujasema neno, hata kama unafikiri watu wanakusikiliza sana, lazima utatafakari uone hili jambo ninalotaka kusema kwenye jumuiya, katikati ya kanisa, katikati ya familia, litaleta manufaa au halileti? Matumizi mazuri ya ulimi yanamfanya mtu aweze kukubalika. Kuna watu wanakubalika, yaani unapata kibali kwa sababu ya matumizi yako mazuri ya ulimi. Lakini pia matumizi mazuri ya ulimi yanamfanya mtu apeleke ujumbe vizuri na kupata heshima mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Na unaweza ukafanya kwa kutumia ulimi vizuri, Mungu akatukuzwa. Bwana apewe sifa. Ulimi unaweza kumshushia mtu heshima yake, na ulimi huo unaweza kukuheshimisha katika jamii na mbele za Mungu. Sasa ni wajibu wetu kupima mambo na kutafakari
kabla ya kunena, ili maneno yetu yawe ya baraka kwa wengine na kwa utukufu wa Mungu. Maneno yetu yawe ya neema siku zote, yakikolea Mungu. Ukisoma ile Kolosai 4:6, maneno yetu yawe ya hekima, yakikolea Mungu, ili kila mtu tupate namna ya kumjibu mtu, yaani upate namna ya kurudisha jibu kwa mwingine. Tunajiuliza swali, je, ulimi wako unakutambulishaje katika jamii unayoishi? Yaani maneno yako. Kuna watu ukitaka kumwelezea aeleweke, lazima useme yule anayetukanaga sana ujui, yule anaye hivi, yaani watu wanakutambulisha kwa hivi. Kwa hiyo ulimi wako, mimi nikuulize tu, wewe ulimi wako unakutambulishaje kwenye hiyo jamii? Ukiwa Mkristo unayetumia ulimi wako kwa ajili ya, je, wewe ni Mkristo unayetumia ulimi wako kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu? Nimalizie kwa kusema hekima ya Kristo inahitajika sana kukaa mioyoni mwetu, ili tuwezeshwe kutumia ndimi zetu vizuri kwa manufaa ya ufalme wa Mungu. Manufaa ya ufalme wa Mungu, maana kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Marko 7:20. Tunahitaji hekima ya Kristo ndani ya mioyo yetu ili tuweze kutumia ndimi zetu kwa manufaa ya ufalme wa Mungu, maana kitakacho kutoka ndicho kimtokacho mtu ndicho kimtiacho mtu unajisi. Mtu akila chakula bila kunawa, Biblia inasema wala hakiwezi kukutia unajisi, lakini utakachotoa ndicho kitakachokutia unajisi. Mungu akuwezeshe sana katika kujitafakari kwa upya, uone ulimi wako umewanufaisha vipi watu na umewatia vipi watu hasara. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo tumesogea kwako na tunasogea tena kwa imani na kwa unyenyekevu. Tunakiri na kusema kwamba hakika kwa kujua ama kwa kutokujua, wakati mwingine ndimi zetu zimewakosesha wengine, zimewatupa wengine mbali na ufalme wako. Tumesema katika familia zetu tumewakwaza, tumewafanya watu kutawanyika. Tumesogea kwako Bwana, tunatubu, tunaomba rehema, tunaomba uturehemu, utupe tena kibali kwa upya, kile ulichopanda ndani yetu utupe namna ya kukitoa ili kuwakomboe na kuwaponya watu wako. Utuwezeshe Bwana, maana tunajua kwa akili zetu na kwa nguvu zetu hatuwezi, lakini Mungu ukisimama pamoja nasi, hakika tutayaweza yote katika wewe ututiaye nguvu. Tunaomba utupe hekima na maarifa na ufahamu wa kimbingu ili tukanene yale yapasayo ufalme wako. Katika jina la Mungu Baba tumeomba, amen.